It was around 3:20 something, 3:25 hapo. Watu 6 walikuwa wanatoka sherehe. They were having a drinking spree at a certain pub in Nakuru. So as they were going back, the deceased and his boyfriend had an argument inside the car. And all of a sudden, nobody knows what happened. The deceased was out of the vehicle. Whether she was thrown, whether she jumped on her own, we are not yet established. And so far, we have the owner of the car and one of the girls who were in that vehicle. We are doing a lot of efforts to get the other 3 suspects who were in that car to tell us exactly what happened. But as at now, it is confirmed that the deceased died on the spot, and she's been preserved in our mortuary. Well, the biggest injury was on the head. The head was completely, the hair was off kabisa. We don't know, maybe due to scratching on the tarmac, because the vehicle was on motion. Yes, I've just been talking to the student leaders now, and they had gone on a rampage, blocking the highway, but I've talked to the leaders. They go and talk to their colleagues, tell them what happened. So they cool down and... Comrades power! Kwa majina naitwa Kiprotich Langat Mzalendo, the student president ARFIST, na leo tumepata information kwamba mwanafunzi wetu, na tumeshuhudia mwanafunzi wetu aliuawa jana na one of the people wenye wanaishi hapa Kabasis na wanafanya biashara hapa Kabasis. Na kitu tunaomba, sisi kama wanafunzi ni watu tunapenda amani, na tunataka justice ifanyike kwa mwanafunzi wetu mwenye aliuawa. Na kwa wale watu wenye wamekuwa wakidungwa visu, tunataka tena justice ifanyike kwa hao watu. Tumekuwa na incidents mingi, na I think the police hawafanyi kazi yao vile inafaa. Kwa sababu many incidents we have been reporting, lakini action hawachukui kwa ile tumepeana. Na cases mingi kama ya kudungwa visu ndio tumekuwa tukireport police station, the nearest police station hapa Kabasis. Na hao watu hakuna action wanachukua, lakini leo vile mtu wetu aliuawa, tukatoka kwenda parapara, ndio wanaamua kuteka action. So far tukiongea kuna watu 2 wameshikwa, na tunataka hao watu washikwe, tunataka wakae ndani mpaka tupate justice kwa watoto wetu na kwa wanafunzi wetu. Tunasema pole sana kwa kupoteza Eileen Cherotich. Eileen Cherotich ni mwanafunzi wetu wa business department, anafanya human resource. Aliingia hapa 2021. Na tunasema pole sana. Na tunaomba nyinyi kama wanafunzi wenzangu, tuendelee kuomba na tuendelee kushikilia, tukue na umoja na to make sure kila mtu ako sawa mahali yako. We want to ensure safety for everyone. Hatutaki tena mambo ya kufuruga amani hapa. Na kwa hawa wanabiashara hapa, na tumepeana habari kwa polisi. Kuna biashara si halali siko hapa Kabasis. Na hizo biashara tunataka sifungwe. Kama watu watafunga, tutafunga sisi wenyewe. Kuna biashara ukizunguka hivi along the rail, kuna pangi zilipandwa hapo. Na kuna evidence, I have the photos and I know where it was planted. Na kuna zingine ziko pale juu. Na hao watu wote wenye wanadunga watu visu wakichukua simu ni hao wanafanya biashara ya pangi hapa Kabasis. Kitu kingine about pass. Hao watu wanauza wine and spirits hapa. Hao watu ndio wanatuletea shida pia. Kuna wengine hawana license, lakini wana operate pass 24 hours. Hiyo hatutakubali. Mahali tu inakubaliwa wa operate 24 hours ni bar and restaurant. Na hapa Kabasis hatuna bar and restaurant. Watu wa wine spirit wafunge saa 2 ama wafunge saa 3 na waende makwao. Alafu kitu kingine, Kenya hatutaki mapolisi wenye wanakuja hapa kutupiga na hakuna Kenya wanafanya. Tunataka security for our comrades. Comrades power. Comrades power. Hata wanabiashara tunataka tuwalinde, tuone haki yao inatendeka. Hao wanabiashara pia wanateswa na hao wakora wote. Na tunataka tuseme kitu moja kwa OCPD wa Rongai na the county police commander wa Nakuru. Nyinyi fanyeni kazi mulipewa mufanye. Vile Koome ameresign, kama hamtafanya kazi yenu muresign pia. Kama hatuta amani Kabasis, kama hatutapata amani Kabasis, muresign hata nyinyi. Mkuwe jobless kama sisi.
Vile tuko hapa jobless, mtakuja kutuumiza, na tunataka haki ya wanafunzi wetu. Na ninawaomba tutulie na tungoje wafanye hiyo investigation wamefanya. So far watu 2 wameshikwa na pia watu 4 bado wanatafutwa. Na hiyo gari ilitumika iko police station Kaptembwa, ndio huko ndio nimetokea saa hii. So comrades, na washukuru tena kwa umoja wenu. Asante sana kwa kusimama na sisi. Kwa majina naitwa Shadrack Bet, mimi ni kiongozi wa Kipsigis, is a German South Rift. Hapa leo tuko na huzuni sana. Niko na maujungu, nimepikiwa simu asubuhi ya kuwa Elina ameuliwa na Mpapas. Hapa tumekuja kusoma. Kuna wapapa wamekuja mnachukua wasichana wetu. This is a last warning. Gari yako ikifika tena Kabasis, tunaumia sana. Ingekuwa msichana wako anapelekwa hivyo aenda auliwe. Tunaumia sana, tumeilia na hii itakuwa mwisho. Kitu kingine ya pili, watu ambao wanafanya biashara hapa. Kama unajua wezi mwanabiashara hapa Kabasis, eita wame. Sababu tutakutoa by force. Kuna watu wamekuwa hapa mnatutishia kama wanafunzi. Tumekuweka hapa. We are the owners of Kabasis. Kama tungekuwa kwa sisi, amngefanya hiyo biashara zenu. So hatuwezi tumia tena. Hatutaenda barabara tena, ati tuharibie jina ati shule harvest. Sisi ni wanafunzi wazuri na tunapenda amani. So watu wachunge tu amani na watu wafuate lile sawa. So hapa mbaki kwenu na mchunge bibi zenu. Yes. Majina yangu naitwa Roda Kwamboka, mimi ni mwanabiashara hapa Harvest. Mimi nashukuru wanafunzi wetu. Kama si hao wanafunzi hatungetoka Kisii, kama mimi nilitoka Kisii kwa sababu ya wanafunzi. Wanafunzi ndio wametuweka hapa, tumekaa nao kwa amani. Hakuna shida yenye wanatuletea. Kama saa hizi mimi nawashukuru kwa sababu hakuna shida yoyote wametuletea kwa maduka zetu. Tumefunga tu wakiendelea kuomboleza kwa mmoja wao ambaye amelala. Lakini shida ni kama huyu mzee mwenye imesemekana walikuwa na huyu msichana mwenye amekufa, ameacha bibi yake mwenye ako na watoto 2 wachanga. Yaani amechukua mwanafunzi, wameenda wameua mwanafunzi. Sasa hii ni nini? Wametuletea hapa, naona last week hatuchafungua biashara chu wanafunzi walikuwa wanalilia haki zao. Leo tangu saa 12 hatuchafungua kazi zetu. Kwa sababu wanalilia mmoja wao mwenye amelala. Sasa naomba haki tendeke kwa wanafunzi wenye wanakaa hapa Harvest ili haki tendeke kwa mmoja wao ambaye amelala.